Uwanja mpya ni kweli, nimejulishwa na trustees kwamba mwekezaji ameomba kujenga sio uwanja, training facility ya Bunju, kutengeneza training facility za Bunju, kwa sababu katika maelekezo yaliyotolewa mwanasheria mkuu wa serikali ni kwamba Bunju iwe developed pamoja kati ya klabu na mwekezaji. Hayo ndio yalikuwa maelekezo yaliyotoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu Bunju, ila Msimbazi inabaki ni mali ya klabu. Tuko hapo. Kwa hiyo kufuatia maelekezo ndio mwekezaji akaomba sasa kwa trustees ambao ndio wanashikilia mali za wanachama kwamba mimi nataka kuwekeza pale Bunju. Sasa trustees mmoja akanipigia, bwana, hili nafikiri litakuja kwenu kwenye bodi muanze kulichakata. Kwa hiyo likija likifika tutalichakata tuone tunafanyaje. Sawa? Ila Jairuti yeye, jamani, Jairuti ni mzabuni wa Simba wa vifaa vya michezo. Sawa? Sio mwekezaji wa Simba, ni mzabuni wa Simba wa vifaa vya michezo. Katika mkataba wake ule anasema kila mwaka atatoa 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Simba, na kama Simba itaonekana kwamba ujenzi huo hauna mwafaka mzuri, itakaa naye kukubaliana jinsi ya kupanga hilo lifanyikeje. Ndio mkataba unavyosema. Kwa hiyo kila mwaka anatoa 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Kwa miaka mitano, maana yake bilioni ngapi? 5. Yeye ni mzabuni, sio mwekezaji. Kwa hiyo pesa tutakaa naye, tutaona plani yake ambayo anakuja nayo. Tutasema sasa hiyo 5 bilioni kuliko kujenga kiwanja cha watu 8,000, bora tutafute na pesa zingine tujenge pengine kiwanja kikubwa zaidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tutakaa tuzungumze naye jinsi ya kufanya. Sasa watu wameanza kufikiri kwamba kuna ugomvi. Hakuna ugomvi wote. Hakuna ugomvi wote hata kidogo. Sawa jamani? Haya. Mimi kama kiongozi kuongelea waamuzi hairuhusiwi, kanuni zinakataza. Ndio maana tumeandika sana. Lakini hizi hisia zimekuwa ni kali sana. Ndio maana moja wapo ya sababu hasa ya kuja kuongea hapa, kama nakumbuka, nimewasihi wana Simba wawe wanini? Wao watulivu. Kwa sababu nimeona hisia ni kubwa sana, hisia ni kali sana, na wengine wananiandikia na message yani ukiona watu, unajua mechi kishakuwa kubwa, yanatokea makosa hizi mechi ndogo, unajua mnaweza kushinda goli 2 3, unajua hata ukipotezewa moja nini. Kwa hiyo hazileti ghadhabu sana. Mechi kubwa, nafasi 1 2 ukionekana hujapata, kwa sababu sio rahisi kupata kwenye mechi kubwa, na mechi kubwa nchi hizi zinajulikana. Kwa hiyo wao wanahisi kwamba hizi mechi kubwa walistahili kupata matokeo na hawakupata. Sasa wao wanaona kama vile kuna ni mpango, wanaona sio nini. Sasa mimi sitaki kwenda huko, lakini kwa sababu kanuni zinaruhusu sisi viongozi kuengage mamlaka, hilo ndio nalosema. Wao watulie, waisupport timu yao. Unajua hivi nani anaweza kuamini kwamba hii Simba inayoanza ili karibu wachezaji 7 wameingia Simba Januari, wana miezi 3, na benchi la ufundi hili na miezi 3. Unaamini hicho kitu? Yaani hii timu katika ile first 11 ya Simba kuna wachezaji mpaka 7 wameingia, wengine Tanzania, wao wameingia Simba, wamekutana na kocha mpya, benchi jipya Januari, mapinduzi Zanzibar, na wengine wamekuja mapinduzi yameshaisha. Lakini in 3 months ndio timu iko vile. Kwa hiyo wana Simba, kwanza tujivunie timu yetu kwamba ndani ya miezi 3 tumefanya transformation kubwa ya kikosi. Tuna benchi bora, tuna wachezaji bora, discipline, wanajituma uwanjani. Sisi tuhanikize, tuwashangilie. Haya mengine haya waachie uongozi. Kwa sababu pia wakianza ghadhabu kurusha manini na nini tunapigwa fine. Juzi nilipwa pale milioni 10.
watu wamekasirika kule Mwanza, wakaanza kurusha na tukapigwa milioni 10. Sasa ile pesa ambayo ilikuwa tupeleka wachezaji tunaenda kulipa nini? Fine. Kwa hiyo hii timu itazidi kuwa bora zaidi. Na hata juzi pale nilikuwa najiuliza, hivi dakika 20 za mwisho zile ingekuwa hapa nilikuwa Kibasawala afu anaingia Ino Loemba, kwa balaa kabisa, ile hatari. Zile dakika 20 hivi ningeona hapa nasimama Kibasawala na Loemba, ningeenda kuchukua kwanza kahawa, chai, nianze kunywa kwanza kabla mpira hujachezwa. Lakini hatakuwa na hiyo, tulifanya sababu moja tu na nini, lakini bado timu inaweza kucheza vizuri sana. Kwa hiyo sisi, unajua nikwambia kitu kimoja, hatujapata mafanikio kwa miaka 4, lakini support ya nchi hii ya wana Simba ni kubwa sana. Simba ni wengi sana, na mwaka huu Simba itakuwa na miaka 90. Simba 90. Simba 90. Tutakwenda kufanya shughuli kubwa sana Simba 90, na mambo makubwa sana. Unajua rangi nyekundu ni mamlaka. Kwa yoyote anajaribu kuidumisha rangi nyekundu hawezi. Naomba niwaambie, Simba inaenda kuwa klabu kubwa sana. Bodi tuna mipango sana. Zinapigishwa maneno hivi nini. Bwana, mimi Magori hapa, Mutaza Mangungu na bodi na CEO tuko imara. Tuko imara kweli kweli. Na sisi tunatengeneza timu imara ya mpira. Na tayari tumeshaanza usajili wa kuimarisha timu yetu Juni, Julai. Kwa hiyo make no mistake, hii timu ni timu ya watu, timu isiyo na siasa, timu isiyo na makando kando. If you want football, njoo Simba. Finished. Period. Sawa jamani? Uraia wake unatakiwa uombe na TFF. Kibu uraia wake uliomba na TFF. Kwa sababu inamwombea acheze timu gani? Ya taifa. Na Kibu ni stateless. Mkimbizi, ukienda kwenye kanuni za FIFA, Kibu wanaitwa stateless. Hakuwa na uraia wowote yule. Amekuja kama mtoto hapa mkimbizi, yuko kwenye kambi ya wakimbizi, ndio akatoka huko akaanza kucheza mpira, akawa Mtanzania, kumbe sio Mtanzania. Kwa hiyo alikuwa ni stateless. Hajawahi kucheza mpira popote. Sasa zile kuna kanuni zake za FIFA, na ndio maana hata uraia wake uliombwa na TFF. Sio Simba ilimwombea uraia. Kwa hiyo naomba kwanza niliweke samaki, na watu wana confuse ya Kibu na hii ya Damara. Haviko sawa kabisa. Damara alikuwa mgine, kaja Tanzania hapa mgine. Na mpaka sasa ukienda kwenye TMS ni mgine. Umenielewa hapa dada?